Na tukisalia mahakamani ni kwamba watu 4 wameshtakiwa kwa kuua bila kukusudia kufuatia kuporomoka kwa jengo moja katika mtaa wa South B jijini Nairobi, ambapo watu 2 waliuawa. 4 hao waliofikishwa mbele ya hakimu Caroline Mugo wa Mahakama Kuu ya Milimani walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana, huku wakisubiri kutathminiwa kwa kesi hiyo. Kwa habari hizi na nyingine, huu hapa ni mkusanyiko wa habari kutoka mahakamani. Washtakiwa 4 kwa majina Abdishakur Muse Mohamed, Yusuf Mohamed Yusuf, Daniel Alphonse Odhiambo na Gideon Chege Kagundi walifikishwa kizimbani leo, ambapo walishtakiwa kwa mauaji bila kukusudia. Upande wa utetezi uliomba mahakama kuwapa washtakiwa dhamana na masharti nafuu. Mahakama iliwaachilia 4 hao kwa dhamana ya shilingi milioni 2 kila mmoja. Have cooperated during investigations and honored the court summons to attend plea, and also balancing the public interest in the matter, since we had lives which were lost, I will grant each accused person a bond of Kenya shillings 5 million with a similar surety of the same amount, or a cash bill of 2 million with 2 contact persons, which I believe is very reasonable and in the circumstances of this case. Wakati wa kutathminiwa kwa kesi yao tarehe 20 mwezi huu, washukiwa wengine 6 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka. So we'll have the matter mentioned on the 20th of July in respect to plea taking for accused number 5 to accused number 10. We can have summons issued to that effect. We can also have the matter mentioned for pre-trial on the same date. Kwingineko katika mahakama ya Kibera, watu 6 waliokuwa wamefikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ulaghai wa pesa kwenye uuzaji wa tikiti za treni ya Madaraka Express wataendelea kuzuiliwa hadi Alhamisi. Hii ni baada ya kubainika kwamba mmoja wa washukiwa ana umri wa chini ya miaka 18. Kwa hivyo hatuwezi anza chochote ama kuendelea mpaka tujue miaka yake, ili sasa koti wape taratibu za kesi. Alafu washukiwa wote watarudishwa hapa tarehe 16 mwezi huu wa 7 Alhamisi. Hakimu mkuu Stella Atambo alimwagiza afisa wa uchunguzi Nixon Kinywa achunguze umri wa mshukiwa huyo na kuwasilisha ripoti kwa maelekezi. So kwa vile kwa sasa hatujui miaka yake, tunazingatia tu yale yanasema. Mshukiwa wa pili atapelekwa hospitali apimwe miaka na daktari, ama kama wazazi wake wako kotini wahakikishe kwamba wamepeana birth certificate kwa mchunguzi wa kesi. Bruce Mayoyo, Darubini.